wapenzi watazamaji wa 80s Vibe. Leo hii ni mwendo wa kuelekea Morogoro na 80s Vibe series katika eneo nadhifu maarufu la maporomoko ya maji ya kihistoria. Hapa ni Rock Garden, sehemu ambayo kwa sasa wengine wanaita Mto Mawe. Tutakuwa na interview hapa na malegendari wa soka la Tanzania. Nikukaribishe kwa kusema soka la jana sio soka la leo. Mengi utayasikia kutoka kwa malegendari. Karibuni sana. Sasa wapenzi watazamaji wetu, leo tunawaletea tena kipindi chetu kingine cha 80s Vibe series. Leo bwana, nimekuja all the way Morogoro, kwa sababu bwana, Morogoro ni mji ambao umetoa wachezaji muhimu sana, wachezaji wakubwa sana ambao walibeba huu mchezo wa soka Tanzania, East Africa na Afrika, na hatuwezi tukawasahau, japokuwa wengine walicheza miaka over 40 years ago, lakini majina yao kwa kazi walioifanya na msingi waliouweka bado tunao. Sasa siku ya leo niko na one of my favorite defenders, Juma Shabani. Karibu sana kwenye kipindi chetu hiki cha soka 80s Vibe series. Sasa kitu ambacho nilikuwa nataka leo tuongelee, mimi nilikuwa nataka tu utuelezee kidogo ulianzaje ukafika kwenye hii tasnia ya mpira. Je, ilikuwa ni kitu ambacho ulitaka kukifanya tangu ukiwa mdogo, ama ilitokea mtu fulani akakwambia na kuona mzuri huku, ama ilikuwaje? Basi utatupa story kidogo ulivyoanza mpaka ulivyofika kwenye professional, kwa kabisa professional player, timu ulizocheza na mpaka ulipo retire. Karibu. Mimi kabisa ndio naitwa Juma Shabani Ali. Kabila langu ni Mvidunda. Kiukweli mimi ni kwa shuleni. Ndio. Palikuwa pana shule ya mission ya Father Kanuti. Sawa sawa. Yeye alikuwa na shule yake pale. Na mimi kama mwanafunzi pale. Lakini yeye akawa anapiga brass band. Yes. Kwa hiyo mimi nikawa na interest ya kuwa memba pale kuwa mmoja katika watu wake pale. Basi akanichukua nikanapiga muziki. Ndio. Trumpet. Na nikawa kiongozi sasa. Kiongozi wa yule bendi. Wa bendi ya. Na kila mtu anajua Morogoro. Kwa hiyo mimi nilikuwa kiongozi wa timu ya Father Kanuti ya bendi. Sasa kutoka hapo mimi nilipomaliza shule wale nikaacha kabisa mambo ya muziki. Ndio. Na kwenda zangu Dar es Salaam. Kuna kule mtu mmoja akaniona wa Maagiro. Maagiro alikuwa mkuu wa bendi ya polisi Tanzania. Okay. Akaniambia, wewe si ulikuwa kwa Father Kanuti? Unaenda wapi? Sasa mimi bwana nakuja hapa. Ni yangu nimwone bosi, kwa sababu basi twende. Wakati tunakwenda, ndio niko na yule mtu, akatokea mtu ananijua. Sasa akaniambia, Juma Shabani, hebu simama. Unakwenda wapi bwana? Mimi bwana nakwenda kwenye brass band ile. Kasema, wachana mambo hayo ya muziki. Njoo hapa Yanga. Kwenda pale nikamkuta Sembule marehemu. Akaniambia, bwana Juma, umekuja? Karibu. Gibson Sembule. Chumba hiki hapa. Hiki ni chumba chako. Na viatu hivyo hapo. Na jezi hapo. Hapa unakuja kucheza Yanga. Habari ya muziki achana nayo.
mimi ndio asili ya kuingia pale Yanga Afrika. Bwana. Nimekuja Yanga pale, nimeingia, nimekaa juu namna hii, naangalia mazoezi. Nikasema pale namba hii mimi naiweza. Ile namba 2 ile yangu. Nikipewa mimi ile nitaonesha mfano. Sasa basi nikakaa, Sembuli anakuja sasa. Chuma ndio jezi hizi za mazoezi kanipa bukta na fulana na viatu na kwenda mazoezini. Kule mazoezini nikawasha moto, sijapata kuona. Wapenzi wakapiga kelele, nani huyu, nani huyu? Basi bwana pale tumpe kesho mechi. Nikapewa mechi mimi na Cosmo na Yanga. Ndio mechi yangu ya kwanza nacheza hiyo. Cosmo na Yanga beki 2 mimi, huku 3 walikuwa boy. Kile nilikiwasha mwanzo mpaka mwisho. Nauli klabu tu nakuta watu wamejaa. Nakuta watu wanaimba Juma Shabani. Kwa nini hapa? Sembuli ananiambia hao ndio wanachama wa Yanga. Usianga Yanga ndio hii. Ndio hii sasa. Ni pale watu wamechanga hela, wanaleta mifuko la hela. Bwana. Mimi nauza hivyo Sembuli. Vipi? Ile kazi uliowasha kule faida yake mfuko lake. Nikasema sasa mawili Juma, uende Morogoro au ama ubaki Yanga. Baba sasa hivi nabaki Yanga. Sasa na chumba tunakupa leo. Sasa nikaenda pale klabu nikapewa chumba changu. Kwa hakika wapenzi walikuwa wananishangilia pale mazoezini. Unafikiri mechi bwana, namchukua mtu kibuyu mpaka nje ya uwanja kule. Basi wanachama wanaruka wanafurahi. Basi mimi pale nikawa sina mpango tena kwenda kupiga muziki. Sina. Mkaanza sasa maisha ya mpira. Basi maisha ya mpira yakakubali pale Yanga sana. Hapo Yanga ulianzia hapo, ilikuwa ni mwaka gani? 75. Sasa niko pale pale bwana Yanga. Namkumbuka sana marehemu Mzee Mangala na timu yetu Sharif Shirazi, namkumbuka sana. Hao ndio watu walikuwa wamenichukua mimi kwenda Yanga pale. Sasa na nilikuwa zamani hakuna contract ya mkataba ule wa kusaini kama shilingi ngapi au nini. Wewe unaenda pale unapewa hela yako. Kama zamani unapewa laki 3. Nyingi lakini ndio laki 3 hela ndefu sana kwa miaka hiyo. Mdogo wangu nilikuwa nakaa naye alikuwa anaitwa Mohamed Shabani. Yeye nikampa zile hela. Nenda kampe mzee ajenge ile nyumba. Abomoe nyumba yetu aanze upya. Kwa nikampa yule bwana akaja Morogoro, nyumba ikaanza kujengwa. Mimi nilipokuja pale nikasikia raha sana kwa nyumba yuko mbali pazuri sana pale. Akajenga nyumba. Kwa wanaojua Morogoro ni Masika pale kwa ile roundabout. Nikajenga pale nyumba ya bangu mpaka leo yupo. Nyumba nikajenga maflame na nini, gasi ya kila kitu. Mimi nikaacha pale. Nikaja Dar es Salaam kuendelea na mpira wangu. Sawa. Hakika nashukuru sana Yanga. Yanga mpaka unifanya mimi nifikie hapa. Na sasa timu ya Yanga ulicheza nao kwa muda gani? Maana nafikiri kuna kipindi ambacho ulitoka Yanga kwenda Pani na hapo ulikuwa umeshacheza muda gani afu ukaenda? Nimecheza kama miaka
minne hivi mfululizo, beki mbili mimi mfululizo. Namba yako hiyo ilikuwa mbili hiyo. Na pale Yanga tulikuwa tuna system nzuri sana. Unakwenda kuchukua jezi yako utakuta pale ukutani imekaa pale. Unachukua jezi ukutani unavaa. Kama Ulaya vile. Sawa sawa. Yaani Yanga walikuwa wana mpangilio mzuri sana. Yaani sijui kama kulikuwa kuna timu nyingine wanao kama Yanga pale. Yanga walikuwa na mpangilio mzuri sana. Na mimi nikashuhudia mwenyewe. Lakini kitu kimoja, wachezaji wa Yanga walikuwa wana mapenzi sana wao kwa wao. Huwezi kuona tunakwenda labda kwenye mziki ukakaa na mchezaji wa Simba au huwezi, mnakaa wenyewe. Sawa sawa. Alafu mtu kama Marehemu Sembuli na Sande walikuwa wana staili moja ya kucheza makwizi pale. Ilikuwa nzuri, unapenda kuangalia. Kwa hiyo basi mimi nilikuwa mpenzi sana wa mziki. Nacheza mziki. Sasa tukiwa hasa tumeshinda tunakwenda kwenye mziki, tunacheza mziki laundi, duala. Wachezaji wote wale macheza duala, mnacheza mziki huku mnaimba. Na zamani ilikuwa bendi moja inaitwa Makwizi du Zaire, walikuwa wameshika sana nafasi. Na sisi tunapenda Makwizi. Sasa ukiingia pale mchezaji wa Yanga Makwizi, unaingia unamkuta kama Marehemu Sabu yuko pembeni pale. Huwezi kumnyima bia. Itabidi umpe yule wa Simba naye anywe. Hapana, unamwambia ukitaka la iko huku. Sasa yale maneno yalikuwa Sabu yanamwingia sana. Ukitaka la iko huku. Njoo uone la. Sasa kwa hiyo tulikuwa tuna umoja sana. Hasa Marehemu Sembuli alitengeneza umoja mkubwa sana wachezaji pale kuwa pamoja. Ni kitu alifanikiwa kitu kile. Na ndio maana tukawa pamoja sana, kila mara tukienda kwenye mziki kwenye nini mnakuwa pamoja kama timu. Timu iko ndani na mtamkao nje. Kitu kingine, yule Shirazi ndio kiongozi wetu, alikuwa anajua kwamba hawa wanakwenda wapi. Anatoa gari ndogo kama mkoa ngapi, anatoa kimini basi. Yanga pale tulikuwa na basi kama mbili. Basi mini basi, ingine basi kiasi na ingine kubwa. Basi pale tunapewa basi zile tunafuata majumbani kwetu. Sasa kila ulipokaa dereva anakuja na gari mpaka mlangoni. Bwana tayari twende, tutakwenda kwenye mziki. Tulikuwa tunapendana mno kiasi ambacho mpaka unaona kama kweli ukiwa nje unaona mapenzi ya Yanga yako vipi kati ya Juma Shabani na Sembuli. Juma Shabani na Kitwana Manara. Yaani watu tulikuwa tunapendana kupita maelezo. Na katika kipindi chako kile unaweza ukakumbuka wachezaji wachache ambao mlicheza nao, yani kama ukatupangia listi fulani hivi ya timu, kipa alikuwa fulani, mimi obvious namba 2, namba 3 nani, unaweza ukakumbuka kidogo? Nakumbuka. Sawa. Kipa alikuwa Marehemu Pati Kinyaga. Beki mbili nilikuwa mimi Juma Shabani. Sawa. Namba 3 alikuwa mtu mmoja Marehemu Selemani Sanga. Wanzuka. Sawa. Namba 4 alikuwa mtu mmoja anaitwa Omar Kapela. Namba 5 tulikuwa tuna mtu anaitwa Tenga. Lord Tenga. Namba 6 alikuwa Jera Ntaga marehemu. Namba 8 alikuwa marehemu Juma Matokeo.
namba 7 Mwajimuki. Mwajimuki, sawa sawa. Naona namba 8 hapo ndo huyo Matokeo. Namba 9 alikuwa mtu anaitwa Kitwana Manara. Namba 10 alikuwa Gibson Sembuli. Kuna moja alikuwa mtu anaitwa Ahmad Omari. Bwana, hiyo timu ilikuwa sio mchezo. Hiyo timu ilikuwa sio mchezo. Na hiyo timu wengi wao walikuwa wapo pia kwenye timu ya taifa, si ndio? Naam. Kwa mfano nilikuwa mimi, Jera, Gibson Sembuli, Sande Manara na Kitwana Manara. Tulikuwa watu kama 7 wote wanatoka timu ya taifa. 7 katika klabu wanatoka wao peke yao. Wow. Na wao hao wote hao katika nafasi zile za timu ya taifa wanapewa. Sio reserve. Wanakuja kwamba mtaongezewa tu wengine kuwasaidia. Hiyo ilikuwa timu imekamilika. Imekamilika vizuri sana Yanga pia. Kwa hiyo Yanga timu ambayo mimi nilikuwa napenda tokea niko mdogo. Kwa hiyo wewe ulikuwa tayari ni tayari kwa kucheza pale, ilikuwa yani ndio kama ndoto yako. Ndoto yangu. Sawa sawa. Na hata kama ungeniambia atukupi hela bado ungecheza. Mimi nilikuwa napenda Yanga. Na ndio maana nilikuwa nakiwasha sana. Kwa moyo. Namba 2 huko. Namba 2 ilikuwa nakiwasha sana. Alafu mipira ya zamani unajua ilikuwa filimbi sio nyingi sana. Kwa hiyo mtu ukiona anakupeleka mbio sana, unamchukua Mashabani kibuyu amekwenda naye nje mpaka kule. Sasa shida yako utaona hapa pana kialama kidonda kwa sababu ya kuslide ile na majani ya wakati ule, kiwanja cha wakati ule hakuna viwanja vizuri, viwanja vibaya sana. Basi mlicheza kwenye mazingira magumu sana mazingira magumu sana. Ndio maana mimi nasemaga kwamba ukiangalia wachezaji wa zamani walikuwa wanajitolea sana kwa sababu wanajua mazingira ni magumu, nikiumia matibabu yatakuwa ya shida sana. Lakini mimi nakwenda kucheza, na wanacheza kwa moyo wote bila kuogopa kwamba hapa nitaumia ama itakuwaje. Na ndio maana unakuta wachezaji wa zamani, kwa sababu ile unaumia ni sindano ya ganzi unaingia. Sasa baadaye uzeeni ndio inaanza kuwa ni problem, inaonesha sasa. Sasa ulivyo kuna kipindi ambacho ulikwenda Pani. Pani ulikaa muda gani? Pani siukaa muda mrefu sana. Sawa. Nikarudi Yanga tena. Ukarudi Yanga tena. Watu wakanioji, kwa nini unarudi Pani? Kwa nini ulienda Pani? Na kwa nini unarudi Yanga? Tena Yanga. Nasema kama vile mjomba na mama vile. Sawa. Leo niko kwa mamangu, kesho niko kwa mjomba. Watu wakacheka sana waandishi wote. Hiyo hakuna mwandishi ambayo hakusikia kipindi kile. Lazima alijua kwamba Juma anazungumza cha kweli. Basi mimi taratibu nikarudi zangu Yanga. Na nikaanza kukiwasha kama kawaida. Baadaye wakanipa nafasi ya ualimu. Lakini kuna kipindi ilifika sasa mimi nirudi nyumbani Morogoro. Watu wakawa wana kwanza hawaamini Juma aache Yanga, aache Makwizi aende Morogoro. Hapana. Hawezi kwenda. Basi mimi nikaondoka kimya na hakuna mtu nilomwaga zaidi ya marehemu Sembuli, sababu ndo alikuwa mtu ambaye wa karibu sana, ndio alikukuleta kwenye timu pale, mtu wa kwanza kabisa. Ndio nikamwaga na rafiki yangu mmoja anaitwa Sande Manara. Bwana mimi naondoka tena, naondoka kesho asubuhi narudi Morogoro. Juma hapana, narudi nyumbani bwana. Nikarudi nyumbani. Hiyo mwaka gani? Nilirudi nyumbani mwaka
89 hivi narudi nyumbani. Ndio kimoja tena. Siku tena Dar es Salaam. Nikawa nimependa Morogoro kupita maelezo. Sasa kitu kingine ambacho nilikuwa nataka uwaambie watazamaji wetu, najua kuna mechi ambazo ulicheza na timu ya taifa nje na kuna mechi ambazo ulicheza na timu ya Yanga nje. Hebu tuambie mechi gani ambayo huwezi ukaisahau na wewe ulifanya kitu gani cha ajabu katika hiyo mechi? Kwanza asante sana mtangazaji. Mimi mechi sitasahau. Hata nikilala kuna muda miaka fulani naota ile mechi. Sasa ile mechi ilikuwa kati ya Yanga na Enugu Rangers. Sasa kule kwao Lagos pale. Unajua wale jamaa wako na umoja sana. Sisi walitufanyia vitimbu vingi sana wenzani. Kwanza hatukulala vizuri katika hoteli yetu, wakao wanapiga mziki itupotezee sisi ile usingizi. Lakini Mwenyezi Mungu hakutaka. Tukaenda kukiwasha kule. Hakika sitamsahau mtu kama Sande Kitwana Manara. Na rafiki yangu mmoja alikuwa anaitwa Mwalimuki marehemu sasa. Na Gibson Semburi ambaye sasa ni marehemu. Hao watu walikuwa wanacheza mpira sana. Walikuwa wanajituma sana kwa Yanga. Na huku nyuma kulikuwa kuna mabeki. Mimi Juma Shabani namba 2 na namba 3 Selemani Sanga. Yeye alikuwa beki namba 3. Na namba 4 alikuwa mtu anaitwa pale Redu Katenga. Sasa yuko hai. Huyo ndo mchezaji ambaye mimi nilikuwa nampenda sana. Anajituma, anafanya vurugu zote. Namba 5 alikuwa anaitwa mtu Kapera. Huyu alikuwa kidogo umri unaanza alikuwa anaanza lakini alikuwa na nguvu sana. Alikuwa na uwezo. Alikuwa anajua kukomandi timu icheze vipi nyuma. Ukikosea lazima atakusema na atakwambia bwana unikaa sibu hapo. Sasa siku hizi wachache sana watu kama hao. Watu kama ambao ni kama kocha ambaye yuko ndani, jamani twendeni tumeshafungwa 2 lakini sasa sasa hivi watu hawapo. Unajua Kapera anatoka mbele anakuja kumsema Selemani Sanga. Mwangalie huyo mtu. Juma Shabani mwangalie huyo wingi. Mpeleke nje. Na kweli mtu akuja pale anaona unapiga kibuyu mpaka nje kabisa uwanja kwenye nyavu zile za senge za uwanja zile. Mtu mpaka kule chali. Na wewe mechi hiyo kuna winga ambaye inasemekana alikuwa mkali sana, ndio ulikuwa wewe unatakiwa udhibiti. Ndio Onyebika. Onyebika. Huyo mpaka leo simsahau huyo. Kwa sababu yeye bwana Juma Shabani huyo ndio mtu wako. Baada ya kuisha mpira yule jamaa kanipeleka kijijini kwao. Kwa babake, mamake, dada zake kwao bana kanipeleka. Bana twende kwetu. Kesho twende. Hii kazi uliofanya namna hii kwa sababu sisi hapa tuna TV. Wale wenzetu walikuwa wana TV miaka hiyo. Kwa hiyo wao wanakaa nyumbani wanaangalia mpira. Kwa hiyo zamani walikuwa na TV, ibidi twende kwao. Yule dada yake jina limetoka akawa ametape ile mechi. Asema kaka, ile mechi huyu jamaa alipokuwa anakushughulikia hivi, angalieni sasa naye hapa.
Basi babake, mamake, dadake, wote wanageuka wanataka mimi. Kweli huyu ukamsumbua, mpaka mimi nilikuwa kijana. Hapana, na uwezo na nguvu nyingi. Kwa hiyo kakake, yule jamaa ana kakake Onyebika. Nasema kweli huyu ndo alikuwa anakushughulikia wewe. Alikuwa kama mfukoni. Basi tulikuwa tunaongea pale, unacheka tu. Nacheka, furahi, nakula chakula na waga, jamani, mimi sisi kesho tunaondoka. Sema bana, karibu sana Lagos na karibu sana Enugu. Maka ile timu iko nje ya mji mwingine. Kwa hiyo zamani tulikuwa tuna mapenzi sana. Unajua ilifika kipindi unaweza kufikiri hawa kama ni ndugu wao. Kumbe hapana. Kuna Leduga Tenga Mchaga, Juma Shabani Mnuguru, lakini wote kitu hiki kimoja. Kwa sababu Yanga Afrika, Yanga imeunganisha. Yanga imeunganisha kwa pamoja. Sasa kwa swali ka uzushi bwana kananisumbua, nataka nijue hivi ni kwa nini Juma Shabani aliitwa Anko? Maana jina kubwa sana hilo. Bwana, labda nikwambie kitu kimoja. Pale Yanga palikuwa pana mtu anaitwa Omari Kapera. Ndio. Bonge la mtu. Huyo mtu alikuwa msemaji mzuri sana kwa mabeki. Lakini alikuwa hakuna mtu anaweza kumsema yeye. Sawa. Mimi nilikuwa naweza kumsema yule bwana yule. Ndio maana kwa sababu kikao akijatimia bwana, bado mjomba hapa Anko. Basi mimi nafuata Anko, klabu pale pana kikao, lakini bila wewe inakuwa si vizuri. Mimi nafika pale, Anko naingia pale. Sasa ikaja Anko J, basi ndio hivyo, ikavuma sana hiyo kitu yote kwa sababu ya wachezaji wa Yanga. Ile heshima waliokupa, walinipa ile heshima kwa sababu nilikuwa mwalimu wetu alikuwa anaitwa Tambwelea. Sasa yule alikuwa anatoka Zaire. Sasa alikuwa ana watu wake mwenyewe ambao anawaita Mvidete. Bila hao hana raha. Hasa ndo hiyo grupu ndo niko mimi Juma Shabani, yuko marehemu Jela Mtagwa, yupo marehemu Kapera, yupo marehemu Boy Weekends. Sasa hao watu lazima kwenye kikao chake cha kupanga timu wawepo. Kama anachukua kama ndio washauri wake. Mimi nilikuwa mdogo. Mimi ukiniangalia wote mimi ndio mdogo. Sawa. Lakini Anko lazima awepo. Sasa Anko J lazima awepo. Na kweli watangojea mpaka nafika pale. Kumbe kuna vitu fulani mimi ninavyosivijui, lakini mwalimu ule anavijua. Sawa. Kwa sababu mimi sikuumbwa kumwonea mtu mmoja. Mimi nilikuwa nasema kitu mbele za watu kwamba marehemu Kapera, wewe ndio uendi juu. Na wewe kipa Pate Kijaga marehemu, usemi kama vile umekula sema nataka tukusikie. Sema tukusikie. Sogea huko. Njoo wako wewe. Kona hiyo unawapanga. Basi matokeo yale nikamfanya Kapera awe mzungumzaji mzuri sana. Ikatusaidia vizuri sana. Juma Shabani hapo sipo. Unahama pale, unamsikiza mahali gani anasema. Sasa ile mimi ndo nikapata jina la Anko J. Mwite Anko J, bila Anko J tufanye kikao kesho. Mimi nakuja. Huyo anakuja, huyo anakuja. Anko J nakaa pale.
bwana, hapa pana shida hii na hii. Je, tumweze nani kati ya Selemani Sanga na Boy Weekends? Kwa nyinyi ndio mnaongea, unasema mimi tunaona huyu. Mwalimu huyu fulani ndio kwanza na. Kwa hiyo pale nikaza ngoja mjomba anko aje. Anko aje. Basi jina likashika. Okay. Na wewe kwa mtazamo wako, maana umecheza miaka mingi sana, katika makocha ambao umepitia mikononi mwao, kocha gani ambao unaona kwamba alikusaidia sana kwenye maisha yako ya mpira, kwamba alikuwa anakukuza, anakuambia bwana, hiki wewe unaweza, unafanya nini? Yani kocha ambaye ulimpenda, najua wote ni wazuri, lakini ambaye ulimpenda, uwezi ukasahau mambo fulani ambayo alikuwa anakuambia, ambao unaona kabisa yananisaidia katika uchezaji wangu. Kwa hakika lazima niseme kweli. Ndio. Unajua huyu Tambolea alikuwa mwalimu ambaye nilikuwa namkubali sana, na alikuwa hanivichi napokosea, kwa sababu alikuwa ananiambia, wewe bado kijana mdogo, unastahili uwakemea wakubwa. Na usiogope. Juma, usiogope. Nilikuwa naweza mimi kumsema marehemu Kapera, na akanijibu asante sana, asante bwana, asante sana. Kwa hiyo yule mwalimu alikuwa ameniona mimi kwa muda mrefu, kwa mimi na uwezo huo. Kwa hiyo nimetumikia pale muda mrefu klabu ya Yanga kwa heshima hiyo. Alikuwa mchezaji wananiheshimu, wananijali. Kipindi cha kama sipo, unajua kama leo Juma Shabani hayupo, utajua kabisa. Unajua mpira sio peke yako, watu 11, na mpira utegemeana. Mimi namtegemea Kapera naye anamtegemea Tenga. Kwa hiyo hivyo vitu vya mpira ni vipo, lakini kikubwa sana kupata mtu msemaji katika timu yenu, msemaji. Maana kocha akishamaliza kazi yake kiwanjani, sasa ni nyinyi mpaka msemaji ambaye sasa nani unapata msemaji mzuri mkiwa sasa mko kazini. Hapo ndo kazi kubwa sana. Sasa tukampata mtu mmoja anaitwa Anko J. Mimi nilikuwa na uwezo kumsema Kapera kama mtoto mdogo. Yeye mkubwa, Kapera kwangu mkubwa, lakini nilikuwa namsema kama mdogo na hawezi kupinga, kwa sababu ninachomwambia ni sahihi. Na ile inamsaidia kubadilika na kubadilisha mchezo kabisa. Na kweli Kapera alibadilika kabisa. Watu wakasema Kapera anatumia madawa ndio maana anaonekana kijana. Hapana, alikuwa anakubali makosa yake. Kapera alikuwa anakubali makosa yake. Sasa namjia Kapera, hapa mkosea, hapa sivyo, ulikuwa fanya hivi na hivi. Anasema sawa kaka. Yeye alikuwa anapenda kusema sawa kaka, ingawa wewe ni mdogo, yeye mkubwa, lakini anasema asante kaka. Kwa hiyo watu kama wale tabu sana kuwapata. Alafu kitu kingine, unajua nilikuwa naongea na Peter Tino, akawa ananiambia, unajua Paul, hata zamani kulikuwa na wachezaji wanatoka nje kuja kujaribu kupata namba, lakini walikuwa hawezi wakapata kwa sababu tulikuwa tuko vizuri. Wewe unalisemaje hivyo? Naona umenigusa sana sasa mahali pake. Unajua zamani mpaka mchezaji anakuja, nitakupa mfano mmoja sawa, mpaka jina lake mchezaji mmoja anaitwa Mayaula. Unamjua Mayaula? Ndio, kutoka Zaire. Alikuja pale Yanga kama mchezaji, kachukuliwa hela nyingi tu, lakini mwenyewe alipokuja pale, alipoona ile timu akaona tu, akaambia mimi hapa siwezi. Sasa leo
umeniuliza swali ambalo zuri sana, sikutegemea, sijapata mwandishi yote aliuliza swali kama hili. Basi tulipata mtu kama huyo, alikuja pale Yanga, Mayaula. Anakuja kuchukua namba ya mtu anaitwa Gibson Sembuli. Kaja mazoezini, kamkuta Sembuli saa 9 anafanya mazoezi. Hiyo kali kama ile. Hiyo fikiria. Basi yule bwana akaingia ndani, akaoga, akaenda kwenye muziki. Kwa hiyo pale Yanga palikuwa mtu mpaka upate nafasi ni kazi sana, kwa sababu ilikuwa kila mtu ana nafasi wawili na mmeshachujwa sana. Kweli. Na ilikuwa hamna kitu kama inaitwa misumari. Unajua misumari? Uchawi. Sasa sisi pale tulikuwa tunasema au kapigwa misumari huyu. Sasa sisi huko washabiki nje wote tulikuwa tunadanganywa kwamba bwana leo unaona hajacheza vizuri, unaona kama Martin Kiko ameanguka pale, ni kwa sababu akufuata masharti ya mganga. Misumari. Hapa ilikuwa ni maneno tu. Sasa kitu kile Yanga kilikuwa hatukiamini sisi wachezaji. Tulikuwa tuna vitu vyote. Kwa sababu yule mwalimu Tambolea alikuwa mwalimu wa mazoezi haswa. Una uwezo ukacheza mpira hata dakika 180 ukacheza, pumzi unayo, piga sana mazoezi. Kwa hiyo watu walikuwa hawamjui yule Tambolea mpaka wakamfanyia fitna yule bwana, akaleta mgogoro pale Yanga. Ndio. Iko ni kitu ambacho mimi kilinuma sana. Ya mgogoro kwamba Sembuli anauza Yanga, Sanda Manara anauza Yanga, Kitwana anauza Yanga. Haiwezekani. Kwa sababu mimi mwenyewe nimo kwenye ile timu. Nilikuwa naona hivi pamoja. Nilikuwa naona vitu anafanya Kitwana. Kitwana alikuwa anakuhimiza wewe utafikiri ile timu ya baba yake. Mwalimu Sembuli hivyo anakukemea kabisa, matusi mpaka yale mate anasema yanakurukia wewe usoni. Lakini leo wale watu wakaonekana ndio wasaliti katika ile timu ya Yanga Afrika. Tukawapokea. Sisi tukawapokea. Lakini baadaye watu wakaja, jamani, makosa. Ndio pale mimi nikarudi tena Yanga. Sawa. Nikatoka Pan Africa nikaja Yanga Afrika. Na nikapokelewa vizuri sana. Sawa. Kwa hiyo bwana, hakika mimi ni Yanga damu. Asili yangu ni Yanga. Nimetoka katika kuzaliwa shina la Yanga. Sawa. Kwa sababu Yanga nilikuwa naipenda kupita maelezo. Sasa kwa career yako ya mpira ambao umecheza miaka mingi sana, umechezea Yanga, Pani kidogo, timu ya taifa, na tena sio kama reserve, mchezaji wa ndani, mchezaji wa kutegemea. Una experience kubwa sana. Sasa wewe unaweza ukatoa ushauri gani kwa vijana leo ambao wanataka wawe wachezaji? Maana wengine wanafikiri tu ni rahisi tu. Wewe unatoa ushauri gani kwa vijana ambao wanataka? Kwanza kabisa mpira ni mchezo wa mazoezi. Kwanza uwe na mazoezi. Sawa. Pili, uwe unaupenda mpira. Wewe mwenyewe unaupenda mpira. Kwa sababu mpira sio lele mama. Mpira unaenda juu, wewe mwenyewe unaenda juu, unarudi chini. Unampiga mtu kibuyu, anakwenda chini. Lakini wewe nawe unaweza kumzuia yule mtu asikupige kibuyu?
hapo ndo nakujua swali gumu sana. Lazima mchezaji uwe na mazoezi sana. Sasa hivi wachezaji hawafanya mazoezi. Zamani sijui kwa nini hawafanyi hivi, lakini wenzetu Ulaya naona wanaenda bichi, wanakimbia watu spidi, kwa sababu kule kuna mchanga. Ule mchanga haukuruhusu wewe ukimbie sana, itabidi uende taratibu. Lakini hapa unaona hii ground ukikimbia hapa mpaka kule unafika dakika 5, lakini mchanga ukikimbia hapa mpaka kule unafika dakika 3, dakika 2 unapoteza. Yaani hicho kitu ulichosema ni kweli kabisa, na wengi wachezaji wa zamani ndio hicho hicho wananiambia. Kwa mfano kama nilivyoongea na Sande Manara, anambia alikuwa anakimbia kutoka Kariakoo mpaka chuo kikuu kwenda kufanya mazoezi, pamoja na kukimbia, baada ya pale tena anacheza. Ndio. Alafu nilikuwa anaongea tena na sijui alikuwa ni Lipazi, anasema alikuwa ni kama anazunguka, anatoka Kariakoo anakimbia mpaka Ubungo, anazunguka na ile njia tena, anarudi Tabata, anakuja mpaka Tazara, anazunguka, na bado ukifika tena kiwanjani unaanza tena kucheza mazoezi. Sasa nikwambie, alikuja mwalimu mmoja anaitwa Tambolea, akaleta hiyo system unasema hiyo mazoezi kama hayo, watu wakaanza kumchukia. Bwana akiamungu tena wakamchukia. Sisi tu hawataki mazoezi, nataka tu waingie moja kwa moja kwa mpira. Mimi kasema nikija mwenyewe, huyu ndio mwalimu. Bila pumzi utacheza mpira gani wewe? Pumzi una afu unataka kucheza mpira. Ucheza mpira uwezi rumeo. Angoje leo una support kabisa bwana. Mimi msupport Tambolea. Sasa hapo utakuta kwamba mwalimu anasemwa kwa sababu ya upuzi wako wewe. Mazoezi una pumzi, anataka wewe upate pumzi, wewe utaki. Na kweli wachezaji wangu walikuwa fiti enza Tambolea. Usikie bwana, watu walimchukia, lakini mwalimu mmoja matokeo yake lakini walikuwa wanaona. Sisi tunamfunga mtu leo, kesho ndio chingine tunamfunga mtu tena na spidi ile. Watu walikuwa wanaogopa kukutana na Yanga wakati wa tano. Jamani, tunacheza na Yanga. Mtu kwanza anajiuliza, bwana, kule kuna mtu mmoja anaitwa Boy. Afrika kuna mtu mmoja anaitwa Ankojei huku. Unapitia akimpia kibuyu mpaka nje kule, anakwenda na wewe. Sasa watu kama wale ni mazoezi. Mazoezi ilikuwa mazuri sana, na watu wako vizuri, mtu hakuna enka wala nini. Na matibabu ilikuwa inakuwaje? Mlikuwa, kwa sababu kama siku hizi unajua watu wana insurance, unakuta anakwenda tu yuko insured, anatibiwa tena na specialist wazuri hivyo nini. Nyinyi matibabu yenu ilikuwa inakuwaje? Mnaenda tu hospitali za kawaida ama? Sisi kwanza kabisa tulikuwa tuna madaktari pale wa Yanga, ndio walikuwa pale, na unapata majeraha au kuumia, anakuchukua daktari, anakupeleka hospitali kubwa, ndio aidha Muhimbili au wapi, unapelekwa kule. Okay. Ilikuwa system nzuri. Sasa naona tunaelekea mwisho wa kipindi chetu, lakini kabla sijamaliza, nilikuwa nataka nikupe nafasi utoe ushauri wako kwenye hii tasnia ya football. Maono yako ungependa iweje, na labda unataka kutoa ushauri, inaweza kuwa kwa wachezaji, inaweza kuwa kwa viongozi, inaweza kuwa nini kitakuza mpira. Yani mi kwenye kipindi changu ndio unasema kama muda wa kutema nyongo, useme ambacho unataka kumalizia nacho. Na kwanza kabisa ndio mimi hakuna mtu na mshukuru na Mwenyezi Mungu amzidishie afya njema
kama engineer wa Yanga. Sawa sawa. Katika mtu alikuwa na maono ya mpira, Ndio ni engineer wa Yanga. Sawa sawa. Yule ni mtu ana maono ya mbali sana. Ndio. Utafikiri amocheza mpira. Na tuseme kwa sababu yeye ni Yanga, hapana. Ni utendaji wake wa kazi ni mzuri sana. Sawa sawa. Yeye ndo amefanya mpaka Yanga ifike pale. Najua kuna watu walikuwa kazi yao fitna. Najua mimi kitu hiko. Sawa sawa. Watu wanakuja pale, unajua Simba ni mtu ambaye anakuja ananusa hapa leo hatutoki. Kweli anakuja pale ananusa, anajua hapana, tumvuruge nani, tumvuruge yule engineer. Huyu engineer ndio shida hapa. Huyu ndio shida. Lakini wapenzi wa Yanga umekuja kustuka miaka hii karibuni. Kama zamani wangesuka, Yanga ilikuwa mbali sana. Sawa sawa. Wasingi wafukuza sisi na Sande na Kitwana Manara kabisa, tusifukuzwa. Watu wangona hivyo, wao tunafukuza kwa kosa gani hawa? Kwa lipi? Lakini fitna tu. Wao wa upande wa pili walikuwa wajanja sana kuingia huku. Wanakuja huku wanachokonyoa, nani kiongozi mzuri, tufanye vipi, wanafanya. Kwa hiyo bana, mimi namshukuru sana engineer kwa sababu amevumilia sana. Mengi alikuwa anapata mengi, lakini watu hawajui. Lakini mimi najua. Kwa sababu mimi mambo haya yamenitokea Yanga. Tumempoteza mtu kama Shirazi, tumempoteza kama Mzee Mangala. Unaona? Hao watu viongozi wa maana walikuwa wana kila kitu. Kupoteza. Okay. Sawa sawa. Sasa wapenzi watazamaji wetu wa kipindi cha 80s Vibe Series, bwana, leo tumecover mileage sana na Uncle J ambaye ameitumikia Yanga kwa miaka mingi, ameweka mchango mkubwa sana kuifikisha Yanga ilipo pale leo. Bila ya hawa, hii isingekuwa Yanga ambayo mnaiona leo, kwa sababu hawa ndio walikuwa wanatuweka kwenye redio, unasikiliza yani unatoka pale umeridhika. Sasa mimi ushauri wangu mdogo tu ambao napenda huwa kumalizia nao, madini haya ambayo mmeyasikia leo yanatoka kwa Uncle J. Sasa watu kama hawa ni watu muhimu sana kuwatumia kwenye timu zetu, kwenye uongozi, kwenye ushauri, na kwa sababu bado wapo na hatutaki kabisa tuangaike kwenda mbali wakati hawa watu wapo. Kwa hiyo tunaweza tukawatumia kwenye mambo mengi, kama tunaweza tukawachukua kwenye timu hizi kubwa wakatusaidia kwenye mambo ya kuwapa wachezaji motivation. Tunaweza tukaweka kwenye scouting team, kwa sababu wenyewe wana jicho tofauti. Anaweza akaangalia watoto hata 20 wanacheza hapa, akakwambia hawa wawili tu ndio wazuri, ambacho kitu wengine sisi hatuwezi tukajua. Sisi tunaangalia tu mpira. Kwa watu kama hawa tukiwa nao kwenye wazungu wanaita backroom kule, kazi yao ni bwana, wewe unaona kuna watoto fulani nasikia wanacheza Mwanza, kwa hebu nenda katuwekee jicho lako. Ndio vitu ambavyo wanaweza kutusaidia. Kwa hiyo tusiwaache tu wakae hivi, tukaacha madini kama haya, tuwatumie watusaidie kujenga mpira wetu wa Tanzania. Sasa Uncle J anapatikana kiurahisi tu, yuko hapa Morogoro. Namba zake tunazo, mkiwasiliana na sisi 80s Vibe siku hiyo tutawapatia, na yeye yuko tayari kuwapa ushauri muda wowote, hizi timu zetu kubwa na hata uongozi kama mnataka kumsikiliza. Kwa hiyo asanteni sana kwa kutusikiliza. Kitu ambacho tunawaomba,
just like, subscribe, share, comment anything, na nani mnataka kumsikilize tena. Put that notification ili kwamba ujue next person ambaye atakuja ni nani. Uncle Jay, Naam. Nashukuru sana kwa kuja kutusikiliza katika kipindi chetu. Wengi sana walikuwa wametuomba kwamba tukutafute ili tuongee, wasikilize nondo zako hizo ambazo tumesikiliza leo. Kwa hiyo najua wameshukuru sana. Asanteni sana wasikilizaji wetu. Until next time, thank you.